Kwa majina anaitwa Michael Haule, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na afya ya uzazi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Kwa tarehe 6 mwezi wa pili tulipokea mgonjwa akiwa ametoka kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Alienda pale kuomba msaada wa kupatiwa matibabu. Mama huyo alikuwa na uvimbe tumboni ambao ulidumu kwa kipindi cha miaka 8. Na kwa kipindi hicho chote alikuwa akihudhuria katika vituo vya afya vya awali ya msingi, na walikuwa akimwambia kwamba alikuwa na maji tumboni. Na walipomshauri kwenda hospitali kubwa kwa ajili ya kufanywa matibabu, kwa sababu za kiuchumi hakuweza kurudi, na aliporudi nyumbani kule akawa ameambiwa kwamba ile sababu sio ambayo inaweza ikatibika hospitali. Ni hali ambayo imesababishwa na kulogwa, na matibabu yake ni yeye tu kuonana na waganga wa kienyeji waweze kumsaidia. Na walimtisha zaidi kwa maana kwamba akienda hospitali alikuwa na uwezo wa kupoteza maisha, kwa sababu hiyo hali sio ya kawaida. Walikuwa wakiamini kwamba alikuwa na ujauzito ambao umebadilishwa kuwa maji kwa mazingira ya kimazingaombwe, na matibabu yake ni kwa njia tu ya waganga wa kienyeji na sio matibabu ya hospitali. Lakini katika kuhangaika ndio akajikuta kwenye mikono ya mkuu wa mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Queen, ambaye akawa ametoa maelekezo mgonjwa haje hospitali, na bahati nzuri tulimpokea akiwa ameletwa na mganga mkuu wa mkoa, na tukamfanyia uchunguzi wa awali. Katika level yetu hospitali tulikuwa tunagundua mama alikuwa na uvimbe kwenye mfuko wa mayai ambao ulikuwa na ukubwa wa sentimita 20 kwa 25. Kitaalamu tunaita ovarian cyst. Na tulipomshauri matibabu ya operation, alionyesha kutokuhitaji matibabu hayo kwa sababu alikuwa akiwa na imani hiyo kwamba akifanywa operation atafariki, na matibabu pekee ilikuwa ni kutibu kwa waganga wa kienyeji au kuyafyonza yale maji, lakini si operation. Tukashirikiana na watu wetu wa ustawi wa jamii kuongea naye na kumshawishi, lakini pia tulifanya jitihada za ziada kutafuta ndugu zake wa karibu, ambao baada ya kuwapata tuliongea naye, na baada ya siku 6 ndio alikubali kufanyiwa hiyo upasuaji. Tunashukuru Mungu, upasuaji ulienda vizuri. Tulifanikiwa kuitoa hiyo ovarian cyst ambayo ilikuwa ni just simple cyst yenye uzito takribani kilogramu 15, na tukawa tumechukua kwa ajili ya uchunguzi zaidi, ambao tunashukuru Mungu mpaka sasa majibu yamekuja yako sawa na wala haikuwa saratani. Kwa ni wito wangu kwa wanajamii wa Manyara ambao wanasumbuliwa na matatizo haya ya uvimbe mbalimbali za tumbo, ni vizuri wakawahi kuja hospitali kwa ajili ya uchunguzi. Na vimbe nyingi za namna hii zinakuwa sio saratani, na endapo zikitibiwa kwa haraka zinaweza zikamsaidia mgonjwa ili kuendelea na shughuli zake za kila siku za kiuchumi. Kwa mpaka sasa mgonjwa wetu anaendelea vizuri, alitibiwa hapa na akaruhusiwa katikati ya mwezi wa pili, na tumekuwa tukiendelea kumfuatilia katika kliniki yetu kuangalia mpaka dakika hii kidonda chake kimeshapona vizuri na anaendelea vizuri kurudi kwenye shughuli zake zote za kiuchumi. Kwa bado utabaki pale pale kwa wito wangu, watu waitumie hospitali yao ya rufaa ya mkoa wa Manyara ambayo imewezeshwa kwa serikali yetu ya awamu ya 6. Wametusaidia kutuwezesha kwenye vipimo. Tuna CT scan, tuna maabara yenye vipimo vingi vya kisasa, na tuna madaktari bingwa wenye uwezo wa kufanya operation kama hizi. Kwa hiyo tunawaita waje tuwahudumie na waepukane na hizi imani za kishirikina, hasa kwenye matibabu kama haya ambayo yanaweza kutibiwa na watu wakarudi kwenye shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mganga mkuu wa mkoa na mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Queen kwa kumsaidia huyu mama na kumsaidia kurudi kwenye familia yake, na yeye sasa anaweza akaendelea kujiinvolve kwenye shughuli nyingine za kiuchumi ambazo zitaweza kumuongezea kipato, tofauti na ilivyokuwa pale awali. Alikuwa hawezi kufanya shughuli zake zozote na alikuwa na msongo wa mawazo akiamini kwamba amelogwa. Kumbe ni hali ambayo ilikuwa inaweza kutibiwa na angepata matibabu mapema kama angewahi hospitali na kutikana. Mimi naitwa Selina Zakayo. Ni kweli nimefika hapa hospitalini, nimekuja nikafika nikamkuta mamangu kweli. Baada ya kumkuta
akaletwa kwangu, akakataa kufanyiwa operation hiyo. Baada ya kumshauri nikamshauri, alikuwa anakataa kabisa, anasema mimi nitakufa nikifanyiwa hivi. Nikamwambia mama, usiamini hivyo, wewe usiamini hivyo, wewe muombe tu Mungu akusaidie. Akaniambia hapana, mimi siwezi nikafanya hivyo. Nikamwambia nakuomba mamangu, umeteseka miaka yote, sasa hivi umekuja hospitalini, naomba usaidiwe. Akakataa, akasema mwanangu, mimi sitaweza. Kama una eneo la kwenda kunizika mimi, wewe twende nikafanyiwa operation sasa hivi. Nikamwambia mama, acha kuwa na imani hiyo. Akaniambia huyo mtu wenyewe huyo mwanaume alioishi naye alimwambia kwamba akienda sehemu yoyote, akienda kwenye msaada wote hospitalini au popote pale, hataweza kufanikiwa maisha yake yote mpaka aende kwake akaombe msamaha ndo atakubali kwamba atamtatulia tatizo lake. Baada ya kumshauri mimi, nikamshauri mama, usiamini hayo maneno, nakuomba muone Mungu wako. Na nikaona amekubali, lakini bado ana sita. Madaktari wakaniambia hebu mtafute mtu yoyote, ndugu yake yoyote ambaye wanaelewana naye. Nikamwambia sawa, nikamtafuta kaka yake ambaye ndo mjomba wangu, anaishi Dodoma. Nikampigia simu, nikamwambia mama anaumwa, yuko hapa hospitalini, alafu mimi sikujua kama alikuja huku, kumbe alikuja mwenyewe na anakaribia wiki huku hospitalini. Kwa hiyo tunafanyaje? Amekataa hapa kufanyiwa operation, ameambiwa atapewa huduma lakini anakataa, anaogopa. Nikampa simu, nikampigia kaka yake simu, nikaongea naye mimi, nikamwambia naomba mshauri mama kwamba akubali kufanyiwa matibabu. Kaka akakubali, akasema sawa, akaniambia mpe simu, nikampa simu, akaongea naye, akakubali. Baada ya kuongea naye akakubali, akafanyiwa operation. Kuna mabadiliko makubwa sana kwa sababu mwanzoni alikuwa hawezi hata kutembea, akitembea hatua 5 mbeleni ni amechoka kabisa, hawezi tena kutembea. Alivyokuwa na hiyo tatizo, kwa kweli nilikuwa namuonea huruma sana. Hata kunawa hata miguu yake hawezi. Ila kwa sasa hivi kwa kweli Mungu amemsaidia, amemvusha hapo alipo, anatembea na anaongea vizuri, sasa hivi anaendelea vizuri. Namshukuru mkuu wa mkoa na mganga mkuu wa mkoa, nampa shukrani pia. Nashukuru hospitali ya mkoa wa Manyara kwa kuwezesha hii huduma mpaka mama amepona na wengine wataendelea kupona. Mimi naitwa Maria Sankayuri. Nimetokea Magara, Manyara. Tatizo lilianzia 2018 mpaka hadi 2025. Nimetembea hospitali ya kwanza Magara, ya pili Endabashi, ya tatu Endamararie, ya 4 Endala, ya 5 ni Mangola. Hapo serikali mimi kalia serikali akanikuta njiani, akasema nenda tukuandika barua pale ofisi ya mkoa. Ndio mimi nikakuja huko. Nasema sisi tumeshinda hospitali zote, hebu nenda kwa hospitali kubwa. Ndio mimi nikakuja huko. Naona hali yangu ni safi. Nakushukuru sana hawa rais wangu wote na hapo mkoa, mganga na hapa hospitalini. Nakushukuru sana kwa sababu umenishika na umenisaidia, nimepata matibabu. Mungu awalinde na Mungu awaweke vema.